chama wananyimwa haki yao ya msingi. Unajua mimi ndugu mtangazaji, nakwambia kila siku wanachama wa Simba na mashabiki wao, tuseme kama wanakwenda mashabiki wao kama wanachama, shida kuto kuelewa. Na ninakwambia hili jambo, nitakwambia kila siku kama mashabiki wa Simba, wanachama wa Simba walikwenda kwenye mkutano ule wakijua wanakiendea nini, wanayo sababu ya kulalamika. Lakini ukaenda kumuuliza mwanachama wa Simba mpaka mnakwenda kwenye mkutano mkuu, agenda hasa ya Simba ilikuwa nini? Kurekebisha katiba au kubadilisha katiba? Ukauliza wengine akwambia katiba imeenda kurekebishwa. Kama kurekebishwa, maana yake itakii tena rasimu ya katiba rudi kwa wanachama. Maana yake vile vipengele ambavyo vilikuwa havina mashiko vimetolewa. Hata kwenye mkutano wa aina hii hamwezi kupata ukweli, kwa sababu ndio maana waambia wale wenyewe na Simba katika mkutano wao pale, muda wa mkutano walisomewa agenda, na kama agenda zilikuwa ni nini na agenda zilikuwa ngapi. Kama mmesomewa agenda 5, mmesomewa agenda 5, mmezungumza agenda 3, kweli mkutano umeisha ovyo. Lakini kama mlisomewa agenda 5, zimezungumzwa 5, hapo kiongozi hajavunja mkutano kwa ovyo, sababu agenda zimekwisha. Mzungumze nini kama agenda ambazo mmesomewa zimeisha? Wewe unataka viongozi wafanye nini? Huo ndio kuto kujielewa na chama wenyewe na mashabiki wao, na ile ndio shida ya kwenda kundi zima la watu kwenye ukumbi. Na ndio maana sisi katiba yetu tukasema kwenye wanachama wetu tutachagua viongozi watakwenda kutuwakilisha. Maoni ya wanachama yatatoka kwenye matawi. Kwenye matawi tutakaa na viongozi wetu wa matawi na nyinyi ndeni kwenye mkutano mkuu. Lakini mkifika kazungeni 1, 2, 3. Lakini mkutano kama ule wanaingia mpaka wauni, hauwezi kuwa bora. Miaka yote watakuwa na shida kwenye mkutano wao. Ni wazi kutokana na mgogoro uliokopo Simba, hata Engineer Hersi Said, kiongozi rais wa mwenyekiti wa vilabu barani Afrika, jana wakati anazungumza anawakilisha kwenye semina ile, akawa anazungumzia swala zima la utawala bora. Maana yake utawala bora ameizungumzia mpaka Simba mashabiki wake wanalalamika kutokana na timu haina utawala bora. Maana yake ni wazi kwamba hata mashabiki mpaka nyinyi upande wa Yanga mnaona ni wazi kwamba Simba inakosa utawala bora, mpaka kiongozi wenu anatoka kwenda kuizungumzia, kuitolea mfano kwenye mkutano mkubwa kabisa duniani. Mimi nadhani Engineer Said ameongea kama kiongozi wa mpira barani Afrika, lakini mwisho wa siku matatizo ya Simba wanajua na Simba wenyewe. Kwa sababu gani? Simba amefanya uchaguzi hapa karibuni tu, Mangungu ndio kama wamuhitaji Simba ameweka madarakani. Na kwa nini Simba viongozi kila siku wale wale? Na maana huo ni mfumo ambao wao wamejiwekea. Kama shajiwekea wao kwamba Simba waongozwe na Nze Magoli, iongozwe na nani huyo Nze Mangungu, imeongozwa na Toya Geni, wameshajiwekea wenyewe. Kwa nini watu ambao wanakwenda kuchukua zile fomu wanawaacha kila siku wasiwakatie rufaa? Ukaona tuongoza ndani ya miaka 5, ndani ya miaka 6 bila mafanikio. Hizipo kamati za rufaa, wakati rufaa apeleke rufaa zao, basi viongozi watufai. Wanakwenda kwenye mikutano yao, wanakwenda kuwachagua. Mwisho wa siku ndio hii migogoro. Rais wa mpira wa Yanga Afrika tulimchagua kwa kuangalia katiba yetu inasema nini, na nina imani mpaka sasa hivi hatuendesha vizuri, kwa sababu tulikaa chini tukaangalia katiba ya Yanga inasema nini, tupate viongozi wa aina gani. Na nina imani tunazidi kuwa bora kwa sababu tumechagua kiongozi bora. Wao wataka wanaongeza na viongozi wao waulisi, waache timu imelisiwa ile. Na ndio maana kila siku viongozi wale wewe toka kupata akili ndani ya miaka 15 viongozi hao pita Yanga wamepita viongozi wangapi? Kwa hiyo mwisho wa siku kuanzia wenyewe wanachama wa Simba hawajielewi wanataka nini. Yaani wao viongozi wao wanataka nini, wanachama wajue wanataka nini ili timu yao iwe bora. Kwa sababu ukiwa wanachama mnaongea lugha mbili tofauti, hamwezi kufanikiwa. Lazima wanachama mtoke na lugha moja. Mkitoka na lugha moja mnapata kitu cha kuambia wale ambao wanakusikilizeni. Ni wazi sasa tuseme Dar es Salaam Africans kupitia nyinyi na kupitia kwa rais wenu mmeamua kuwapigania Simba ili warudi kuwa bora. Sio nataka Simba wawe bora, kwa sababu Simba akiwa bora sasa tuna mshindani. Lazima Simba wawe bora tushindane, ndio kwenda klabu bingwa tukawa na ushindani mkubwa. Haiwezekani Simba ikiwa dhaifu Yanga ikawa na timu bora. Hiyo jambo halipo. Na ndio maana hata sikipindi tuko chini Simba wako juu. Tulipambana wakisha tuwakute nani? Tuwakute Simba kwenye ile ubora wao. Mwisho wako ameporomoka kwenye ubora. Na mimi nashangaa anaporomoka kwa nini? Boli hela anasema wanazo, shida iko wapi? Kama shida uongozi wamewachagua wenyewe juzi tu wale. Ume kuja uchaguzi mkubwa na ngalipiga chini wote wale. Wakaka viongozi wengine. Uchaguzi unafanyika mwakani tu hapo Januari. Januari uchaguzi wa Simba. Yeah. Wachagua viongozi wengine. Wakafanya maamuzi ambao kwao wanaona sahihi yatasaidia kwenye klabu yao. Sasa nataka Simba washindane kama nilivyokuambia. Azamu ni timu ambayo ya ushindani. Hii isipokuwa tulikuwa tunataka kupata matokeo kwa Simba. Mbona kwa Yanga walikuwa wanapata matokeo ndani ya misimu 4 sisi tunagawana nao alama wale. Na maana Simba walikuwa wanawachekea tu wenyewe. Leo mwaka wameamua kuchukua alama 3, wamevichukua na wakaamua wanachukua tena pale alama. Kwa sababu Azamu ni timu ambayo ina kila kitu. Ina kila kitu, wachezaji bora na mwalimu bora, ina facility nzuri za viwanja, umeelewa?
Wewe mimi nilikuwa nashangaa kwa nini si Azam anatufunga hapo Simba wafunga. Nikajua moja kwa moja hapo kwa ajili ya ujasiri wao wameamua makao mwakanda goli 2. Na maana wale kwa hataki kuwafunga Simba. Watu wanatukazia sisi, Simba wanacheka nao. Wapoamua kuwakazia mwaka huu. Sasa wamechukua chuma 2 ndio balaa limeanzia pale. Kama amesimama. Mimi nina imani kama Azam ataamua kucheza kweli mpira wala kama kucheza na Yanga, wale Simba kila siku watafunga. Kama watafunga sisi Simba. Kwa sababu wakifika watoe macho. Simba wakatoa macho na wafunga tu. Lakini tuzama nao mpira ile mama, watakufunga tu wachache katika nao. Wao wanakuja kuona kumbe mwaka huu timu yetu mbovu sababu imefungwa na Azam, sio mbovu. Azam iliamua kuchukua alama 3 kwa Simba mwaka huu. Tuseme mgogoro wa Simba umefika FIFA sasa rasmi. Sasa rais amezungumza, rais ambaye anaongoza bara la Afrika, rais wa klabu ya Afrika, ameuzungumzia mgogoro wa Simba kwa sababu Simba iko nchini kwake. Hawezi kutaja Malawi wakati Malawi hakuna klabu yenye mgogoro. Wao ametaja Tanzania kwa sababu ashajua klabu ya Simba wana mgogoro. Unaelewa? Kwa mwenendo tunaoenda na kwa mwenendo ukiangalia jinsi Engineer Hersi Said jinsi anavyoiendesha Dar es Salaam Africans na anapopata fursa mbalimbali za kushiriki za kushiriki kwenye mikutano mikuu ya FIFA na ya CAF, ni wazi inaonyesha kama Engineer Hersi Said kuna wakati itafika tutashuhudia aidha shirikisho la soka barani Afrika CAF likipata rais akitokea Tanzania kwa mwenendo huo. Kwanza Mwenyezi Mungu amjalie pale anapokuwa na maono yake, kwa sababu yale mambo hayakuja kwa bahati mbaya. Ule ni uwezo wa mtu binafsi. Yanga imekuwa kama njia, si kama Yanga tunafarijika kwa sababu kiongozi wenu anapopanda daraja kila siku, ni kama taasisi lazima muwe na furaha. Mimi nina imani wanaumia upande wa pili, kwa sababu kiongozi ambaye anatoka Yanga azidi kupanda heji kila siku barani Afrika na FIFA kwa ujumla, ni maana yake kwamba Yanga Afrika waliangalia jicho gani tulipe madaraka kwenye klabu yetu ili tuongoze. Na maana mafanikio ambayo tunaona Yanga Afrika anapeleka mpaka kwenye nchi za ahadi. Nina imani Mungu yupo, atamjaza kwa na cheo kikubwa sana barani Afrika na Ulaya kwa ujumla. Wanaumia mazi, mashabiki wao wamesikika wakizungumza kwamba vitu ambavyo wanavipata Yanga kupitia kwa Engineer Hersi Said hata wao wanavitamani vingekuwa vinatokea kwa viongozi wao. Mimi nadhani vitu vya CAF na FIFA vikija mgao na kuwa ule ule. Haimaanishi kwa sababu rais wa Yanga anaiongoza Yanga Afrika, Yanga atakuwa anapata kikubwa. Wao tu waamue viongozi wao kiingia madaraka wajifunze kupitia Engineer Hersi. Kwa sababu kama utaki kujifunza, utaki kufanikiwa, ili ufanikiwe lazima ujifunze kwa mwenzako au kwa jirani yako. Na ndio maana ya kujifunza. Sasa wao wanaona sisi roho mbaya au nini. Usema kweli huyu kiongozi alikuwa Yanga Afrika sasa hivi ni kiongozi wa nini? Wa mfano. Na wewe ukataa sasa hivi kwa hii Afrika Mashariki na Kati au Afrika mzima. Engineer nyota yake imeshang'aa, wewe ukataa. Kama mtu anapewa vyeo FIFA, anapewa vyeo CAF, wewe utapinga wewe nani? Lazima ukubali tu. Lazima ukubali ungane na Yanga Afrika, kiongozi wao yuko vizuri. Na yule akuja kwa bahati mbaya, tulimleta sisi wanachama wa Yanga kwa sababu tuliona watoto vijana watuongoze. Wakasema kijana anachana suruali, sio anakatakacha. Mwisho wa siku suruali ifanye kazi, unafanya kazi brain, yani akili, watumia akili ili maisha yasonge mbele. Wakati mnambeba airport pale mlikuwa mnaonekana mlikuwa mnaonekana mashabiki wa Dar es Salaam Africans ni wa hovyo kabisa, ni hopeless, lakini sasa hivi inaonekana nyinyi kama mlikuwa mnaibeba lulu vile. Afu wakati ule Engineer Hersi anabebwa airport kwenda kuwafuata Gatusila Kisinda, baada anataka kuonesha nia kwamba anakuja kugombea Yanga Afrika. Alikuwa kwenye kamati ya usajili tu. Unaona? Lakini vile vitu ambavyo alikuwa anavifanya kipindi kile, sisi kama Yanga tulikuwa tunappreciate kwa sababu tulikuwa tunaona moja kwa moja huyu anafanya hii kazi kwa mapenzi ya Yanga Afrika. Yaani anataka Yanga Afrika isonge mbele. Alipokuja kuonesha nia kwamba jamani, mimi nataka niwe juu sasa, niwe rais, hii klabu nifikishe nchi hadi. Hakupata shida sana yule kwa sababu alianza kuwa kwanza alijitoa kwa moyo wake mmoja na watu wakaona moja kwa moja kwamba huyu tukimpa timu yetu anaweza kutufikisha pale sisi tunapotaka. Akakubali kubadilisha katiba yetu, katiba imenyooka. Mzee Msola akakubali, mimi baada ya shirika katiba tukamwambia mzee kijana anaingia kwenye madaraka, akasema haina shida, mwacheni aongoze. Huo ndio mpira unavyotakiwa. Lakini pale mimi nakwambia ukitoka kila siku dalali, kila siku yaani wao shida, yaani mpaka viongozi ambao wamestaafu wao wanaita kwenye kamati tendaji. Sasa wale washauri. Sasa timu kama haina vijana, maana yake utakuwa unarudisha wale wazee. Sasa mnataka waingie kina nani? Kwa sababu vijana, hakuna vijana wapya waliozalishwa. Mimi na imani vijana wapo. Usema tu vijana wenyewe walikuwa waoga. Na imani uchaguzi ujao vijana wengi wa Simba wanajitokeza. Sio wanachama lakini. Sasa wamesema Januari wanaanza kutoa kadi. Tarehe 15. Sasa wanasema wanaanza kutoa kadi zao za wanachama wapi? Ndio watachukua hapo au Simba ataka waanze miaka 5 miaka 6. Kama hapo watawabana. Kama anasema kadi zao watoi mpaka si hao tunaona vijana wengine wanapita la jinsi mkononi. Hao ndio vijana wenyewe wa Simba hao. Wakagombea ili Simba waiongoze iwe bora. Mpaka sasa wanakaa tu wazee. Basi wanachukua vijana Simba waiongoze.
Kwa sababu gani? Mimi najua vijana wapo na wanaweza kupiga chini nchini. Watumie majina. Ukitaka majina makubwa yashapoteza muda wao. Chukueni majina mapya, ingieni kwenye klabu yenu, itakuongezeni, mtapata mafanikio.